Jambo ndugu msikilizaji mpendwa wa Mulenge Today TV, tunakupa karibu kwa habari za jioni ya leo tarehe 2 mwezi wa Februari mwaka wa 2026. Tunakupa karibu kwa habari za jioni ya leo kwenye microphone ya Mulenge Today TV. Ni mimi Muhasha Fidele Rupia nikiwa na mwenzangu Visore Boris wa Mulenge, tukiambatana kwa kuwatangazia habari za leo. Vichwa vya habari ambazo tunataka kurudilia: jemadari makamu wa jeshi la Kongo huyu akiitwa Jacques Charigonza amejielekeza huko Beni kuangalia ama kufuatilia kazi za kijeshi huko ambako kunapatikana vita kali kati ya jeshi la M23 pamoja na jeshi la serikali ya Kongo. Mashambulizi makali yametokea kwa jimbo la Chopo kwenye kiwanja cha ndege hapa Kisangani. Mara tena tukijielekeza Kinshasa, rais wa Kongo Tshisekedi amesema ya kwamba hawezi kufanya mazungumzo na wauaji hapa, akisema M23 ama wanaopatikana kwenye AFC hawezi kuzungumza nao. Bado Minembwe, Pwezero, Rugezi, Mikenge zinamilikiwa na jeshi la AFC, na huko habari zingine zinaeleza ya kwamba ndege moja ya aina ya drone imeangushwa na wanajeshi wa AFC. Haya na mengineyo ndio tunataka kurudilia. Kama wewe unatufuata ni mara yako ya kwanza, hebu bonyeza kwenye subscribe ili ukuwe napata habari nzuri na motomoto kwenye Mulenge Today TV. Habari kamili ni sasa hivi. Mara moja tukijielekeza huko katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, tukijielekeza kwa mji wa Beni ambako kunaongozewa na jeshi la Kinshasa ama na serikali ya Kinshasa. Habari inasema ya kwamba Generali Charigonza Jacques ambaye ni makamu mkuu wa jeshi la Kongo amejielekeza huko akiendelea kufanya kazi ya kijeshi na kuangalia namna jeshi inaendelea kufanya kazi huko, akiwapongeza na kazi. Na habari zinasemekana ya kwamba ameenda huko ili kupanga mapambano ya kuendelea kuwashambulia wanajeshi wa AFC M23 Twirwaneho. Jemadari huyu amepokelewa hapa kwa kiwanja cha ndege cha Beni, naye gavana wa jimbo hili naye akiwa ni mwanajeshi Kakule Evariste Nsomo. Hapo amempokea, ilikuwa ni jana tarehe 1 ya mwezi wa Februari mwaka huu tunao wa 2026. Huyu generali amejielekeza huku ili aendelee kufuatilia kazi ambazo zinafanyika huku, akiwapongeza wanajeshi na kuwahimiza ili wafanye kazi vizuri ya kupambana na jeshi la AFC ama la ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, hao wakiendelea kupiganisha serikali ya Kinshasa. Na tukijielekeza katika jimbo la Chopo ama Kisangani, habari kutoka huko zinasema ya kwamba mashambulizi makali yamezuka ama yametokea kwenye kiwanja cha ndege cha Chopo hapa tarehe 1 mwezi wa Februari huu mwaka tunao. Hapo wameshambulia hii kiwanja ya ndege, na kwa mpaka sasa hivi hawajajulikana wale ambao wameshambulia hii kiwanja ya ndege ya Bangoka, lakini habari zinaeleza ya kwamba wakaaji ambao wanaishi kando na kiwanja hiki wameambiwa kukimbia na kutoka mahali hapa, ili jeshi la Kongo liendelee kufuatilia vizuri, wajue ni wapi hizi mashambulizi zinatoka na wajeweze kuchunga usalama mzuri. Lakini habari zingine zinasema ya kwamba kama vile jeshi la Kongo linasema ya kwamba hizi ndege za aina ya drone zimetoka sehemu ambazo zinaongozewa na Alliance Fleuve Congo, ambayo inaongozwa na mwenyekiti Corneille Nangaa Yobeluo, ya kwamba hizi ndege zimetokea sehemu huko wakitaja Goma na mahali pengine ndio zimekuja kushambulia kiwanja cha ndege cha Kisangani.
Na jeshi la Kongo linasema ya kwamba limeweza kufyatua risasi na kuangusha ndege mmoja wa hizi ambapo zilikuwa zimekuja kushambulia kiwanja hiki cha ndege hapa Kisangani. Na tukiendelea na habari zingine, tukijielekeza mji mkuu wa Kongo Kinshasa, Rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ametangaza ya kwamba yeye hawezi kufanya mazungumzo kamwe na watu ambao ni wauaji hapa, akitaja watu wa AFC M23 Twirwaneho, akisema ya kwamba kuna wale ambao hawawezi kuongea nao kwa ajili wao wanafuatiliwa na mahakama ili waweze kufungwa. Ati yeye hawezi kuongea na hawa kwa ajili wa hizo shida mbalimbali, na hao watu wameendelea kuua Wakongomani ndani ya nchi ya Kongo hapa, akisema mashariki mwa Kongo. Na wakaji wengine huko Katanga wanasema hao hawawezi kufanya nao mazungumzo na hawakubali mazungumzo ambayo yameandaliwa na serikali ya Kinshasa. Hao wanasema hata kama hii mazungumzo inaweza kufanyika, lakini wao watu wa Katanga huku tukisema ni kwa kwenye rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila Kabange anazaliwa huko. Hao wakaji wanasema hawawezi kukubali hiyo mazungumzo yenye imeandaliwa na Felix Antoine Tshisekedi. Na huku wananchi wa Kongo wanaenda kujiuliza, je, itakuwaje? Rais anasema hawezi kuzungumza na AFC ijapokuwa mashambulizi na vita vinaendelea ndani ya nchi ya Kongo huko mashariki. Na wakaaji wengine wa huko jimbo la Katanga nao wanasema hata kama hii mazungumzo ikuwe, wao hawawezi kuongea kwa hii mazungumzo. Je, hii Kongo nchi yetu inaelekea wapi? Mara moja tukirudi katika mashariki ya Kongo, tujielekeze Kivu ya kaskazini ya kusini, tukienda pa Minembwe. Habari kutoka huko zinaendelea kusema ya kwamba jiji la Pwezero, Mikenge na Minembwe Center, hapa kote kunaendelea kumilikiwa na jeshi la AFC. MRDP Twirwaneho ndio linaendelea kumiliki sehemu hizi za Mikenge, Pwezero, Rugezi na Minembwe Center, japokuwa jeshi la Kongo linasema ya kwamba limeweza kuwafukuza wanajeshi wa Twirwaneho hapa Minembwe, Mikenge, Pwezero. Lakini habari kutoka huko, wakati Mulenge Today TV iliongea na wakaji wa huko, wamesema ya kwamba bado hili jeshi la AFC ndio linamiliki hapa na linaendelea kuongoza, ijapokuwa wanajeshi wa serikali ya Kongo FARDC na wale ambao wanaambatana kuendelea kufanya mashambulizi huko wanaonekana kando kando ya Minembwe huko Pwezero na huko Rugezi, lakini Minembwe Center bado inaongozewa na hili jeshi la AFC M23. Na huko habari zingine zinaeleza ya kwamba leo hapo Pwezero ndege moja ya aina ya drone imeangushwa, imefyatuliwa risasi na wanajeshi wa AFC ikaangushwa. Na habari zingine zinasema ya kwamba wanajeshi wa serikali ya Kongo FARDC na wale ambao wanaambatana serikali jeshi la Burundi na wengine wameanza kukimbia wakirudi nyuma, na hapa wanadanganya, wanasema ati wamepewa oda ili warudi nyuma. Hapa tukiendelea na habari zingine, niko na pamoja na mwenzangu mtangazaji Boris. Boris, unanisikia? Ndio wana mtangazaji, inakufuata kwa makini. Yes. Unaweza kuendelea na habari zingine ndugu mtangazaji? Asante sana. Tunawakaribisha wafuasi wa Mulenge Today TV katika habari zetu za jioni. Acha tuwaelezee ya kwamba watu ambao wamekimbia mji wa Uvira ambao wanapatikana Kamanyola wanaendelea kupata msaada wa chakula. Hapo juzi walipata msaada wa chakula chakula ya kutosha. Hapa jana walipata msaada kwa wafadhili kama matela, madrape na kadhalika. Kusema kwamba wakati walipotoka nyumbani kwao hawakukuja na kitu chochote kwa sababu walikuwa wanaokoa nafsi zao. Wakati walifika Kamanyola, wamepokelewa Kamanyola na uongozi tukitaja chef de cité wengine makabila ambao zimepokea wale watu. Kwa kweli hali yao kwa sasa gawaje machozi ngali mingi kwa kuona wametoshwa katika manyumba zao na jeshi la Kinshasa wakiwatisha kwamba namna AFC M23 Twirwaneho imetoka katika mji wa Uvira
watawafyeka, watawakatakata. Waliposikia hiyo maneno wakaogopa, wakatoka, tofauti na jeshi la Kinshasa linalosema ya kwamba AFC ndio imewashika, imewateka nyara. Tofauti na hayo maneno, wanaendelea kupata hifadhi na wafadhili. Kwa kweli tunashukuru wafadhili, na tunaomba kama wanaweza endelea kwa kuwasaidia watu ambao wametoka maskani kwao. Acha tujielekeze katika Kivu ya Kaskazini. Ni kusema ya kwamba unamo mgodi ambao wa Rubaya, kufatana na mvua ambazo zimenyesha kwa wingi, kilima ilipoanguka ikaua watu. Kwa sasa wanahesabia watu ambao wamekufa ni watu 200, 200 personnes ndio wamepoteza maisha katika ile mji wa Rubaya, mahali wanachimba madini. Hao watu wamepoteza maisha. Tunasema pole sana kwa familia ambazo zimepoteza wandugu na marafiki katika mgodi wa Rubaya. Acha tujielekeze Kisangani kama ulivyo kusema. Kabla haujajielekeza Kisangani, ndugu Boris mtangazaji, hawa watu ambao wamefariki hapa Rubaya, jeshi la ama serikali ya Kinshasa imetangaza ya kwamba hawa watu wamefariki kwa ajili ya kukosa uongozi ama kwa kuwa hawaongozi hapo. Hii unaielewaje? Unasema nini kuhusu hii ambayo serikali ya Kinshasa imetangaza? Na hata nimeona wakiandika wakisema gavana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini ama Nord Kivu amesema ya kwamba ingekuwa heri rais wa Kongo afungwe kwa ajili ya kusema maneno mabaya na kushimanga hawa watu ambao wamefariki kwa ajili ya mvua. Wewe unasema nini kuhusu hili neno la Kinshasa kusema ati ya kwamba Rubaya watu wamefariki kwa ajili ama kwani Kinshasa haiongozi hapo? Bwana mtangazaji, hayo ni maneno ya kushangaza, kwa sababu naona kama jimbo la Kivu ya Kaskazini sehemu kubwa sana inaongozwa na jeshi la Alliance du Fleuve Congo, ndio wanaongoza pale. Sasa kuona watu wamefariki, lakini ambao wanaongoza mahali pale walikuwa hawayasema neno lolote, hawayatangaza chochote. Lakini Kinshasa imeweza kutangaza hizo habari. Hatujui kwa kweli hizo habari wamezipata je? Na hao watu wamefariki walijua hata wao ni wangapi, wakati waongozi wa eneo hiyo walikuwa hawayatangaza hizi habari? Unaona ya kwamba jeshi la Kinshasa ni jeshi linapenda kuonesha mambo yenye sio ya mzuri katika uongozi, yaani uongozi bora haiko ndani mwao. Hauwezi tangaza habari ya eneo ambayo hauongozi, haudhibiti. Mji wa Rubaya tangu leo inakuwa siku za kutosha hiyo mgodi na zingine sehemu kadhalika ambazo zinaongozwa na Alliance Fleuve Congo. Lakini kifuatilia maneno wanaotangaza ni habari ambazo hakuna ukweli. Yaani ukweli tunaweza sema ni ukweli unaotoka katika vinywa vya wale viongozi ambao wanaongoza mahali pale. Watu wanaendelea kujiswali hizo habari wamezipata je? Hiyo nombre wametosha wapi ya kusema ya kwamba tayari ni watu 200 wakati uongozi wa Alliance Fleuve Congo hawayatangaza kitu chochote. Hiyo ndio habari. Kwa kweli nimeona tangazo wamesema kwamba jeshi la government ya Kinshasa ikuwe makini sana kwa kutangaza habari za eneo ambao hawaiongozi. Hiyo ni neno ilitoka katika viongozi wa Alliance Fleuve Congo. Tukisema kwamba sio vizuri, ni lazima kuheshimu mkataba, kwa sababu hawaongozi pale, wanaacha viongozi wenyewe wanaongoza mahali pale, au wanatoa tangazo kwa sababu wanafanya ile mambo kama kawaida. Acha tujielekeze mjini Chopo kama ulivyotoka kusema. Kusema ya kwamba jeshi la Kinshasa, Mike Azukai amesema ya kwamba kuna ndege ambazo zisizokuwa na rubani zilikuwa 5, lakini 4 ambazo zimefanya mashambulizi katika uwanja wa ndege wa Kisangani, hapo ni province ya Chopo. Lakini wanasema kwamba ambao ndege ya 5 imeangushwa bila kufanya maafa yoyote. Lakini zingine wakisema kama zimeangushwa baada ya kufanya maafa yote wakati wameshambulia hiyo kiwanja ya ndege.
jeshi la Kinshasa wala government ya Kinshasa imeambia maraia kutoka katika karibu na ile uwanja wa ndege, kwa sababu hawajui usalama uko je hapo mbeleni. Ndio maana waraia wote wameshurutishwa kutoka kando kando ya uwanja wa ndege wa Kisangani ambao umeshambuliwa, kwa sababu wanasema ya kwamba ambao wameshambulia uwanja ule ni AFC M23 Twirwaneho na jeshi la Rwanda wala na government ya Rwanda. Hatujui hizo habari wamezitosha wapi, lakini wamesema kwamba leo siku ya kwanza ndio watafafanua mzuri hizo habari, watazipeperusha kwa kusema chanzo cha vita hivyo vimefanyika katika mji wa Kisangani. Bwana tangazaji, na mbona wakaaji wamekimbia mapema? Wameambia wakaaji wakimbie mapema. Je, kwa nini wanahofia nini? Kitu gani kinaweza tokea? Unajua ya kwamba wanaendelea kulalamika, majimbo mengi sana wanaendelea kulalamika kama inawezekana jeshi la Alliance Fleuve Congo tayari wamejipenyeza katika majimbo tofauti. Tukitaja jimbo la Tanganyika, Katanga, Maniema, leo inakuwa Kisangani. Ukifuatilia maneno ambayo yamesemewa na viongozi wa AFC M23 Twirwaneho ya kusema ya kwamba wanania wala wana mbinu za kukamata hata mji wa Kinshasa, lakini hawezi kamata mji wa Kinshasa bila kupitia katika majimbo fulani ambazo ndizo zinaelekea mji wa Kinshasa. Hii inaambatana na hayo maneno viongozi wa AFC waliyosema ya kwamba wakongomani wanaendelea kuteseka kwa sababu uongozi wa Kinshasa ni uongozi ambao ni uongozi mbovu. Hawatavumilia mateso ya wakongomani kwa sababu government ya Kinshasa inaendelea kuwatesa wakongomani, uongozi mbaya, kuwanyanyasa wa raia. Ndio wamesema kwamba wanania ya kuanzisha vita hadi mpaka uteke mji wa Kinshasa. Hiyo inataka kumaanisha ya kwamba wanajeshi wa AFC wamejipenyeza hata wanaweza kuwa kwa majimbo zingine zenye bado zinaongozewa na jeshi ama na serikali ya Kinshasa. Hiyo bwana mtangazi, kwa kweli kwa sasa hivi hatuna uhakika wowote, ile tukiangalia maneno ambayo amesemewa na viongozi wale wa AFC inaweza kuwa kweli kwa sababu walisema ya kwamba vita karibuni wanataka kuzianzisha hadi wauteke mji wa Kinshasa. Sasa kwa kufika katika mji wa Kinshasa inalomba kwanza kukamata majimbo zote zenye ziko katika njia ya kwenda Kinshasa, kwa sababu sio ndege aseme irukie katika mji wa Kinshasa. Yaani ni kuanzisha mapambano kwenda wanateka majimbo fulani hadi waufikie mji wa Kinshasa. Yaani ukifanya uchunguzi utakuta kama maneno ambayo wameisema tayari wameanza kuitia katika niseme pratique, wanaanza kuitimiza. Wanaanza kutimiza hizo habari ambazo wameisema katika uwanja wa Alfajiri hapo Bukavu. Ndio maana tunaendelea kufuatilia, tunachunguza tujue kwa kweli au ndio wameshambulia mji wa uwanja wa ndege wa Kisangani na ingine majimbo ambao wanatamka kama tayari wamejipenyeza. Tunaendelea kufanya uchunguzi tuyo kama ni habari za government ya Kinshasa wala ni kweli tayari wamefika katika maeneo hiyo. Na ndugu mtangazaji Boris, na chanzo cha kusema waingie kwa zingine majimbo, hiyo ni chanzo ni nini? Shida ni nini ambayo mbona walikuwa kwenye mazungumzo na hata leo wamerudi Doha na habari kutoka huko zinasema ya kwamba mazungumzo inaweza kuchukua hatua nzuri, lakini kwa ngambo ya serikali ya Kinshasa ni kitu gani, ni kitu kipi kiendelee chenye kinasababisha ili AFC iendeleshe mapambano ama mapambano yaendelee mashariki mwa Kongo? Bwana mtangazaji, ukichunguza vema hii mambo ni ujanja wa government ya Kinshasa, kwa sababu hawana nia ya kutafutia wakongomani amani. Ukiangalia hapo Doha katika mkataba wao walisema vitu karibuni 8 wala na zaidi, lakini nasema maneno 2. Walisema ya kwamba wao wawapatie wafungwa, nao wafungwa ambao wanafungiwa Kinshasa wakitaja kama wao wamefungwa kwa sababu wanatumika na Alliance Fleuve Congo wala wanatumika na M23 Twirwaneho,
Mpaka kwa sasa wale wafungwa wangali wanafungwa, hawajaripoti katika government ya AFC M23 Twirwaneho. Lakini wale wote ambao walimetekwa nyara katika mji wa Goma, wale ambao wameshikwa katika uwanja wa mapambano, wote wamepewa nchi za kwao. Kulikuwa wamoja ni walitoka Malawi, Afrika ya Kusini, Tanzania. Hao wote wamerudia kwao. Hata jeshi la Kinshasa ambao wamekuwa wameshikwa, hao wote wamepaswa kurudishwa mahali walipotoka. Lakini cha kushangaza ni kuona government ya Kinshasa mpaka leo ingali inashikilia wafungwa wa government ya AFC. Mpaka kwa sasa ni kuonesha kama hakuna utashi wa amani. Ya pili, walisema kama watasimamisha vita, yani cessez-le-feu. Haikufanyika. Wakati wanatamka kama vita inataka kusimama kusudi wafikie kulengo la amani, hiyo siku wanaandaa mashambulizi. Tukiangalia leo, wakati walisema kwamba amani ya Doha haoni kama itatoka mzuri, wakasema wanaihamishia Angola. Lakini habari tunazo ni kusema ya kwamba jeshi la Angola tayari limetumwa Kinshasa kwenda kuwasaidia wanajeshi wa Kinshasa kuwapiga wanajeshi wa AFC M23 Twirwaneho. Hiyo yote ni kuonesha kama hakuna utashi wa amani, wanapenda vita. Kinshasa wamesema ya kwamba kutakuwa mazungumzo ya ndani ya nchi, lakini angalia leo government ya Kinshasa inaanza kusema ya kwamba hawataongea na wahalifu. M23 Twirwaneho ni watoto ni wakongomani, ni watoto wa nchi. Lakini wakati wanasema kwamba hawataongea nao, hiyo yote ni dalili za kuonesha kama hawapendi amani. Wanasema ya kwamba ambao wanasema donc wenyewe biko mu opposition wala chama ambacho hawasikilizane nao, hawataongea nao. Hiyo yote ni kuona ya kwamba FCC PPRD wanasema viongozi wa PPRD FCC hawataki kuongea nao. Sasa hiyo amani itatoka wapi wakati hawapendi kuongea na vyama vya upinzani na shirika la raia na chama ambacho kiko kutawala? Hayo yote maneno hawapendi kuitia katika mkataba. Yote ni kuonesha kama hawana nia ya kupenda amani, hawataki amani katika hii nchi. Yeye kiongozi wala rais wa nchi ya Kongo Tshisekedi, yeye anapenda kukangamana, kubaki kwenye madaraka. Hiyo yote ni ujanja, kwa sababu aendelee kuvuruga watu, aendelee kuvuruga wapinzani na kuwafunga. Na waza umeona tangazo la kiongozi makamu wa PPRD Ferdinand Kambere. Alisema ya kwamba hiyo amani ambao wanasema katika vinywa vyao ni amani ya aina gani, wakati wanachama cha PPRD wanaendelea kufungwa na wengine kadhalika. Kila yote ambayo wanashota kidole ya kwamba anatumika na Kabila wala alitumika na Kabila, au wote wamefungwa wanajaa katika magereza. Sasa hiyo amani ni amani ya aina gani? Ukiangalia kwa leo katika milima mirefu ya Minembwe, ukiangalia jeshi ambayo imetumwa pale leo, watu wa Minembwe hawana mtandao, wamekata mtandao kwa sababu wamepanga mauaji ya halaiki. Genocide ndio wanaandaa kuwa wale watu, kwa sababu wamekata mtandao kusudi wakilalamika watu wasisikilike. Washington isisikie, Umoja wa Mataifa isifate kusikia kilio yao. Ndio maana wamekata mtandao. Leo mtu wa Minembwe hana njia ya kufika Bukavu, hana njia ya kushuka Uvira, hana mtandao, hata simu ya mkononi hawezi kuita. Hiyo yote ni maandalizi ya mauaji ya halaiki ambayo imetayarishwa na jeshi la Kinshasa wala na government ya Kinshasa, ikiungwa mkono na Burundi leo na Angola na Tanzania na wamercenari kutoka huko Marekani. Wainterahamwe wote wamevuka wakati walisema jeshi la M23 Twirwaneho watoke katika mji wa Uvira. Umeona ya kwamba katika mpaka wa Katumba umefunguliwa hiyo siku, Imbonerakure zilitoka kwa wingi, zilivuka. Interahamwe zilikuwa katika mafunzo, wote walivuka wakafika katika mji wa Uvira. Zile njia zote zikafungwa. Hiyo yote ni maandalizi ya kuonyesha kama hakuna amani wala wana nia moja tu ya kuwamalizia Wanyamulenge katika milima ya Minembwe, wala Watusi wa jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini.
lakini kitu ambayo ya kusema kama government ya Kinshasa inawatakia wakongomani amani, hiyo ni uongo mtupu, bwana mtangazaji. Yaani suluhisho la Kongo tu ni vita, wapambane, mwenye atashinda mwenzake nguvu ndio amuongoze. Waswahili wanasemaka kama dawa ya moto ni moto, wakati wamemuomba siku za kutosha tunahitaji amani, yeye amepinga, haitaki amani. Unaona dawa ni kupiganisha kwa kumtosha kwenye madaraka kwa kinguvu. Hakuna ingine, mission ni ile tu. Kama haifanyike vile, kusema wakongomani wataishi katika utumwa. Nchi ya Kongo haiko nchi ya rais wa Kongo, haiko kitu ya rais. Nchi ni ya wakongomani wote. Katika nchi ya Kongo kuna makabila 415, lakini unakamata nchi sawa ni kitu yake ambayo ameuza kwenye soko. Wakati apendi amani ni kutosha kwenye madaraka wakitumikisha nguvu zozote. Unaweza kuendelesha na habari zingine ndugu mtangazaji? Bwana mtangazaji, tukiendelea tukivuka Burundi ni kusema ya kwamba mkuu wa jeshi amesema ya kwamba hawataki tena mwanajeshi aweke kitambulisho wala passport. Ni kusema ya kwamba wametia tangazo ya kusema ya kwamba kila mwanajeshi wa Burundi ambaye anaangali na passport aende akairipoti kwenye ofisi ya jeshi ya Etat Major ya arme ya Burundi, kwa sababu wamekuja kutambua ya kwamba hizo passport zinawasaidia kwa kukimbia. Ofisi ya PAFE wameitangazia ya kwamba tangu leo hawana ruhusa ya kupatia mwanajeshi passport, na kila mwanajeshi angali na passport kwenye mfuko wake aenda kairipoti, kwa sababu wametambua kwamba umati wa watu wengi wa jeshi tayari wamekimbia Burundi, wameacha kijeshi na kwenda nchi za kigeni wakihofia usalama wao, ya kwamba walipopigwa sana Kongo katika hivi vita wamepigana, walipigwa sana, walipata nafuu, akawaambia warudi kwao. Wakarudi. Waliposikia tena matangazo ya kusema kwamba watarudi tena Kongo kuendelesha mapigano, kwa kweli wamesikia hizo habari mubaya, hazikuweza kuwafurahisha, ndio wameshika nia ya kuanza kukimbia kijeshi. Ndio maana wametia tangazo hilo, kwa sababu wawadhibiti wasipate tena njia ya kwenda katika nchi jirani wakihofia usalama wao. Hiyo ndio tangazo ambayo imewekwa hadharani na jeshi na mkuu wa jeshi la serikali ya Burundi. Na hawa wanajeshi wanakimbilia wapi ndugu Boris? Bwana mtangazaji, mahali wanakimbilia, wamoja wanasema wanaenda Rwanda, wengine wanaenda Tanzania, wengine wanaenda South Africa, wengine wanakimbilia Uganda wakihofia usalama wao. Ndio maana wametia hiyo tangazo kusudi wanyang'anye vitambulisho, wakihofia kwamba wanaendelea kukimbia. Nombre ya mingi sana ilishakimbia, ndio maana wametia hiyo tangazo kusudi wasipate tena njia ya kutoka katika nchi, bora wabaki katika nchi, na wengine ambao watachagulia kwenda kupigana Kongo waende, lakini hiyo ya kukimbia vita na kutafuta njia za kukimbia katika nchi jirani hawaitaki, imepigwa marufuku kabisa. Mbona mipaka ya Rwanda na Burundi inafungwa? Hawa wenye wanakimbilia Rwanda wanapita wapi? Je, hiyo haiwezi kuwa ni uongo? Labda wanakimbilia Kongo, wengine wanaenda Tanzania na nchi zingine. Kwa kweli hizo habari unatoka kusema au wanasema ya kwamba wanajipenyeza kama waraia, wanatafuta njia za magendo ndio wanatumikisha, lakini ukichunguza mzuri kuna wanajeshi ambao wanatumwa Kongo katika uficho. Sasa wakati familia zao haziwaoni ndio wanaanza sema ya kwamba wamekimbia kijeshi, lakini kwa kweli ukichunguza katika habari tulizozisema hapo mbeleni ni kwamba wajeshi wa Burundi walikuwa baraka, walikuwa wakilia yoyo kwa sababu au walikuwa sawa vile wameachiliwa. Walikuwa wakisema ya kwamba kwa nini sisi tumekuja kusaidia Kongo, lakini tutakapoenda kwenye shamba la mapambano tunavikwa uniform ya jeshi la Kongo. Kwa sababu gani? Sisi ni jeshi la Burundi, tumekuja, lakini vitendo tunavyotendewa ni vitendo vya kinyama. Tunakufa kama wakongomani, japo hiyo sisi ni Warundi. Hiyo zote ni kusumbua jeshi, hilo lote ni unyanyasi wa kuwasumbua wanajeshi wa Kirundi. Leo wameshikwa kama vile nyama, hawana thamani tena. Leo kwa kukosa mafasirio
ndio wanasema kama wametoroka nchini, wametoroka jeshi, wameenda nchi jirani za kigeni. Ukichunguza mzuri, hiyo mipaka yote karibuni inafungwa. Ndio watu wanajiuliza sasa wamepita wapi wakati mipaka yote imefungwa. Unaona, hiyo yote ni ujanja wa jeshi la Ndayishimiye, mkuu wa serikali ya Burundi, akiwadanganya wa raia na kuwadanganya mafamilia zao wa jeshi ambao hawaonekani katika jeshi la Burundi hapo nchini. Na tukijielekeza mara moja huko Minembwe, jeshi la Kinshasa na serikali yao wametangaza ya kwamba wamefukuza ama wameteka mji wa Minembwe, Pwezero, Rugezi, Mikenge. Je, unaweza kusema nini kuhusu hii habari ambayo wametoa ili ambao wanatufata wapate mwangaza? Bwana mtangazaji, hiyo ni habari ya uongo. Hii ni habari ya uongo. Pwezero, Mikenge, Rugezi, Minembwe. Sasa niwaulize hivi, wakati wanasema wameshika mji wa Minembwe, wameruka ni ndege? Pwezero wanajeshi wa AFC M23 wangali wanadhibiti Pwezero, wangali wanadhibiti Mikenge, wangali wanadhibiti Rugezi. Sasa wao wamepita wapi kusudi wafike Minembwe center? Hizo yote ni habari za uongo, ni propaganda ya government ya Kinshasa. Kwa kupendeza midomo yao ndio wanasema habari za uongo, ila tunawatangazia watu kama hiyo ni uongo mtupu, ni uongo mtupu, ni uongo mtupu. Leo Minembwe center inadhibitiwa na jeshi la AFC. Rugezi hivyo hivyo, Mikenge hivyo hivyo, Pwezero hivyo hivyo. Hiyo ni habari ya uongo bwana mtangazaji. Watu wasisikia propaganda. Acha nikurudisha hapo nyuma. Wakati walikuwa wamewapiga kutoka hapa Luvungi, wakafika mpaka Sange, tulikumesikia ya kwamba wanasema kama hao ndio wangali wanadhibiti Luvungi, wanadhibiti Katogota mpaka Kamanyola. Watu nawaza walishatambua propaganda ya jeshi la FARDC na walie wao. Hiyo ni habari ya uongo mtupu. Kwa kweli tuna contradict hizo habari, ni habari za uongo za uongo za uongo. Wametumikisha ndege za rubani 12 ila hawakuweza kuwarudisha wanajeshi wa M23 kwilwa nyuma. Hata ndege moja imeangushwa. Hayo yote ni propaganda za kuwadanganya watu ya kwamba wamefanya kazi, ya kwamba wamedhibiti hiyo mingine yote, hizo village, ila ni uongo mtupu bwana mtangazaji. Asante sana. Na tukimalizia habari za jioni ya leo, ndugu mtangazaji Boris, shauri gani ama ni ujumbe gani unaweza kupea serikali ya Kinshasa ambayo inaendelea kushambulia wakaaji wake ndani ya mashariki mwa Kongo, Nord Kivu ama Kivu ya kusini na ya kaskazini? Ujumbe gani unaweza kupea hii serikali, hata Umoja wa Mataifa ambayo inaendelea kuambia jeshi la AFC litoke mahali ambapo linadhibiti, lakini wakitoka mara moja watu wanaanza kulalamika, watu wanaanza kulia wakiuawa na hawa wa majimaji ambao wamejipaka jina la uzalendo? Ujumbe gani unaweza kuwapatia? Ujumbe ni moja tu, ni kuwaambia ya kwamba government ya Kinshasa ni vema iongee na watoto wake. Tukitaja M23 kwirwa ni watoto wa Kongo. Wakati kuna mikataba ya amani, ni lazima kuongea na kuwatafutia wakongomani wote amani. Wanyamulenge sio Wanyarwanda kama jeshi la Kinshasa wala government ya Kinshasa inavyosema. Ingekuwa Wanyamulenge ni Wanyarwanda, kwa nini katika jeshi la Kongo kuna maofisa wengi wa Kinyamulenge? Kwa nini hawakuwafukuza? Hizo pete wamezitoa wapi? Niulize, mtu anaingia jeshini hata nafika wakati wa kukua jemadari, kisha tena wanamuita ni mgeni. Hao yote ni habari za kushangaza. Kuna wale ambao hawajui kutofautisha Wanyamulenge na zingine makabila. Hebu taja kama majemadari wangapi wa Kinyamulenge ili watu wawajue, kwa wale ambao hawawajui. Wanawajua, ila ni unafiki. Wanawajua jemadari Masudi ni Mnyamulenge. Jemadari Gasita ni Mnyamulenge. Jemadari Bisogo ni Mnyamulenge. Na wengine kadhalika, tukitaja ni wengi sana, ni wengi sana. Wakololele ni wengi sana, wameja ni wengi sana. Wakina Bolingo, wakina Meja General Padiri, wakina ni wengi sana, Birori na wengine. Wale wote ni Wanyamulenge, lakini
wakitaka kama watu wa Minembwe ni Wanyarwanda, ni kusema kama nao wameingiza katika jeshi, wameingiza Wanyarwanda, waanzie kwa wale ambao wako nao Kinshasa, wawarudishe Rwanda. Sasa wawarudishe Rwanda kama ni Wanyarwanda, na kama ni Wakongomani wakubali wengine wote Wanyamulenge kama ni Wakongomani. Ile ubaguzi kweli hatutaki. Hawawezi kukubali wamoja na wengine wawakatae. Haiwezekani. Kwa kweli tunawatangazia kama ile mauaji ya ndege zisizokuwa na rubani, vita ya chini ambayo inafanyika katika community ya Banyamulenge, tunaikemea. Tunaambia Umoja wa Mataifa kwa kwamba jeshi la Kinshasa kwa kweli linafanya mauaji ya halaiki kwenye community ya Banyamulenge huko kwenye milima mirefu. Ni kuwatangazia watu wajue hiyo habari. Ndio maana wamekata mitandao kusudi wafanye genocide, wafanye mauaji, kwa sababu watu wakilalamika wasipate namna ya kusikilika. Ndio maana wamekata mtandao, tukiwaambia kwamba Wanyamulenge ni Wakongomani, Watusi ni Wakongomani, Nord Kivu wala si jimbo la Kivu ya kusini na kaskazini, wote ni Wakongomani. Hiyo ubaguzi ni mbaya, ndio inaleta chanzo cha mavurugu. Kwa kweli rais wa Kongo, wa Burundi waache hiyo mauaji, wa Tanzania, wa Angola waache mauaji ambayo imeandaliwa kuwamaliza Wanyamulenge huko katika milima mirefu, wala Watusi wenyewe wanaishi katika hizi jimbo mbili tumetoka kutaja hapo juu. Asante kwa wasikilizaji wote ambao walikuwa wakitufata kwenye Mlenge Today TV, na wewe Boris mtangazaji mwenzangu, na kushukuru kwa habari ambazo umemaliza kutoa jioni ya leo, na tukiendelea kuambia msiende mbali na Mlenge Today TV kwa habari zingine na vipindi mbalimbali ambazo tunawaandalia siku kwa siku. Hata tunasema wewe kama ni mara yako ya kwanza ukifuata Mlenge Today TV, hebu kumbuka kufinya hapo ama kubonyeza kwenye subscribe ili ukuwe unapata habari nzuri tena moto tena za ukweli kwenye Mlenge Today TV. Tunaendelea kuwatakia jioni njema, Mungu aendelee kuwalinda, hasa sana wale ambao wanapatikana mashariki mwa Kongo, hapa Goma, Nord Kivu yote, hata na Kivu ya kusini, Minembwe, Uvira na mahali pengine. Tunasema pole sana, lakini na tunaamini ya kwamba amani itarudi ndani ya nchi yetu. Asanteni sana na jioni njema kwa wote.